Kuna breaking news mpenzi mtazamaji, ambayo inatoka Nandi. Inasemekana kwamba ndege aina ya helikopta ambayo ilikuwa imebeba wanasiasa ambao bado hawajaweza kujulikana imeweza kuporomoka na ikawaka moto. Taarifa hizi zinazidi kusagaa kwenye mitandao ya kijamii, mtazamaji wangu, huku majina ya wanasiasa ambao inasemekana kwamba walikuwa ndani na walikuwa wanatoka kwenye function yakiwa yamebanwa. Jinsi ambavyo unaona hapo, taarifa hizo zikasema kwamba a chopper crashes in Chepkiep, Nandi County, casualties reported. Unaweza ukaona picha ya kwanza, ndege hilo limeungua, limewaka moto, na kuna watu wawili ambao wamekimbia hapo kwenda kuokoa, waone ni kipi ambacho kimejiri hapo, ama ni jinsi gani ndege hii imeweza kuungua. Picha ya pili, unaweza ukaona wananchi hapo wanajaribu kusogeza miti angalau waone iwapo kuna yule ambaye ameweza kupata majeraha ili kuweza kumuokoa, lakini ukiweza kuona ndege hilo limeweza kuungua vibaya zaidi. Alafu picha ya tatu, ndege hilo ndilo hapo lilipokuwa nzima, yani lilipokuwa nzima, na tunaelezwa kwamba ndege hili huenda limeweza kuporomoka kutokana na hali ya anga ambayo ni mbovu. Na nielewa mpenzi mtazamaji, kutokana na hali ya anga ambayo ni mbovu, ambayo si nzuri. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, tunaelezwa kwamba ndege hiyo imeweza kuporomoka. Hata ukiweza kuangalia hapo, Philip Etale ambaye ni Director of Communication katika chama cha ODM ameweza kusema kwamba a helicopter is reported to have crashed in Mosop area of Nandi. Details to follow up. Unajua, sasa inasemekana kwamba hali ya anga ambayo si nzuri imeweza kusababisha mpaka mambo haya kutendeka mahala ambapo ndege hili limeporomoka na kuugua zaidi. Wanasiasa wamechomekea ndani. Karibu, kama unanipata kwa mara ya kwanza, piga subscription, bonyeza kengele, alafu tusonge mbele kwa utaratibu. Ukishafinya subscription mpenzi mtazamaji, like video. Kwanza kabisa, pole kwa wale ambao wameweza kupata ajali hii. Tunaomba kwamba waweze kupatikana wakiwa salama salimini, japo ndege hilo limeweza kuungua kabisa jinsi ambavyo nimekuonyesha mpenzi mtazamaji. Wakati huu si wakati wa wanasiasa kupeperuka kutoka sehemu moja kuelekea nyingine, kipindi ambapo mvua inanyesha kote nchini mpenzi mtazamaji. Na mnaelewa mimi sehemu ambao nipo tangia asubuhi mpaka sasa hivi mvua imekuwa ikinyesha tangia majira ya asubuhi mpaka sasa hivi. Kwa hivyo pale nje nikijaribu kuangalia, hata waendesha magari, wale ambao wanaendesha magari, ni vigumu sana kuona mbele, na waomba wale waendesha magari ambao wako na abiria wawe makini barabarani wanaposafirisha abiria. Sasa kuna mazoea ambayo yameingia katika hii serikali ya Bwana Ruto, mahala ambapo napata kwamba viongozi wanapepea angani aswa wikendi. Yaani kila mbunge, kila seneta, kila gavana, kila waziri, kila wikendi ni kutembea. Na watu ukiona vitu ambavyo wanaenda kuvifanya mpenzi mtazamaji, sio vitu ambavyo vinaweza vikasaidia wananchi, ni kwenda tu kupiga siasa za mapema, kwenda kueneza migawanyiko. Na mpenzi mtazamaji, ukiona viongozi hawa wanatembea kila wikendi, kipindi ambapo wananchi wanahitaji services, na kipindi ambapo taarifa hizo zinazidi kutokea,
Angalia huyu blogger wa serikali mwenye anaitwa John Macharia ameweza kusema kwamba sad 6 unknown people are feared dead in Chepkip, Mosop constituency, Nandi County after their helicopter aircraft made an emergency landing before bursting into flames. Unaona ndege hilo limeweza kulipuka na limeisha kabisa, na inasemekana kwamba watu 6 wanaogopewa kwamba wamepoteza maisha. Na miongoni mwa hawa, mpenzi mtazamaji, nimekueleza kwamba walikuwa ni wanasiasa. Sijui kama unanielewa. Wanahisiwa au wanakisiwa kwamba walikuwa ni wanasiasa. Na wananchi ambao walikuwa karibu walijaribu kukimbia angalau kutoa manusura. Lakini kwa bahati mbaya inasemekana kwamba watu hao 6 wamekwisha aga dunia. Lakini serikali ukiona jinsi ambavyo wanakimbia hewani kila saa mpaka wakati wa mvua bwana, si kuzuri. Pesa ambazo wanatumia kimbia hapa nje ni pesa za mwananchi. Pesa ambazo zinapotea kutoka SHA, pesa ambazo zinapotea kutoka mambo ya Talanta Stadium 11 billion. Huu si wakati wa siasa, huu ni wakati ambapo wananchi tunapaswa kufanyiwa kazi na si wakati wa wanasiasa kukimbia hewani. Kwa hivyo mimi kutoka kwa kituo chetu cha Kenyan Media ninatuma risala za rambirambi, kwa sababu tunaelezwa kwamba watu karibu 6 wameaga dunia, yani wanakisiwa kwamba wameaga dunia wakati huu wa mvua. Tafadhali watu wanapaswa kukuwa makini, si wakati wa kuabiri ndege. Sasa hivi kote nchini mvua inakunya, inanyesha, hakuna mahala ambapo unaweza ukapitia. Huu si wakati wa kurukaruka kila weekendi, mara unapata ndio wale Umabei, ndio wale unapata wako Garissa, ndio wale unapata wako Kisii. Viongozi wa serikali haswa, kwa sababu wao ndio wako na pesa, wao ndio wanatembea na pesa na mabagi. Sio vizuri. Sio vizuri kabisa. Sio vizuri, kwa sababu taarifa hizi unajua niliziona mapema. Niliziona mapema nikafikiri kwamba huenda zikawa ni gushi. Lakini ninaambiwa kwamba ndege hii ilikuwa imetua mwanzo kwa sababu ya hali ya anga ambayo si nzuri. Lakini wakaketi kwanza, wakaona kwamba hali ya anga imekuwa nzuri, wakaamua kwenda. Kipindi ambapo walipepea juu angani ikapata ajali. Pole sana kwa wale ambao wamepoteza maisha. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, nitazidi kufuatilia ili tukio ile niweza kukueleza ni akina nani. Subscribe.